Baba yetu, Mungu wetu, tusaidie tusikie neno tukalielewe. Hata mimi ninayeongea hapa sina uwezo wa kufanya watu waelewe, ila wewe ukiwa ndani yangu kwa njia ya Roho Mtakatifu, yote yanawezekana. Ikajulikane leo ya kwamba ikiwa kuna neno la hekima litakalotoka katika midomo hii, limetoka kwako, ili utukufu ubaki kuwa wako, maana wewe ni Mungu, sisi ni binadamu. Sema nasi upendavyo, kwa jina la Yesu, amen. Leo kwa dakika hizi chache natamani tuangalie kichwa kinachosema simama kwa ujasiri na umfuate Kristo. Simama kwa ujasiri na umfuate nani? Kristo. Moja ya silaha kubwa sana ya shetani, kubwa kuliko zote, anapenda kuitumia kila mahali, hofu. Kila nikihubiri, kuna mtu mmoja jana nimekutana naye, ni mtu anaendesha bodaboda, anaambia mchungaji, nimedownload mahubiri yako karibia 100 na yule bwana alikuja jana hapa, sijui kama leo amekuja. Yote ukiangalia kuna vitu ninavirudia mara kwa mara, nabadilisha lugha tu. Natamani watoto wa Mungu wawe jasiri, na ujasiri utakuwa nao ukimjua Mungu. Haleluya. Ukielewa baba yako ana nguvu kiasi gani, hutakuwa na hofu. Nimewambieni kwamba Mungu kuleta sisi binadamu tuwahubirie binadamu wenzetu ni ili nyie mtuangalie kwamba na sisi ni kama ninyi, ila tukamtumaini huyu Mungu tukapata nguvu. Ukisikia kuna saa natoa stori zangu za maisha yangu, nina lengo la kukuonyesha kwamba kama Mungu alinitoa mahala fulani, anaweza akakutoa na wewe. Wakati nasoma Bugema, nimeingia darasani kufanya mitihani, ninaumwa, jicho limevimba, nina uvimbe ndani. Nimeingia kufanya mtihani, maumivu hayakuisha wakati ninakwenda, yaliisha wakati nafanya mtihani. Mwangalie jirani yako, mwambie umeelewa au arudi. Amesemaje? Nimeomba Mungu aniponye, nimeamka asubuhi, maumivu yapo. Mkiona kwa nini napenda sana kitabu cha Steps to Christ, ni kwa sababu ndicho kitabu kilinibadilisha mtazamo. Nilivyokisoma nikaona dunia katika sura nyingine. Ndugu zangu, Mungu ana nguvu. Utaniambia nini? Hivi utafanya nini ili unitoe imani yangu kwa huyu Mungu? Labda unikate kichwa nisiwe na ufahamu, lakini kikiwepo huyu Mungu namwamini sana. Amenitoa kwenye mashimo. Mimi nimelala kwenye hoteli moja ambayo hicho kitanda watu, hiyo room watu wakilala wanatolewa nje. Unajikuta asubuhi uko nje. Na mwenye hoteli alivyosikia kwenye makambi anakuja mchungaji wake ndiye msabato. Yule bwana yeye hana mambo ya dini sana. Alivyosikia Pastor Mbaga anakuja akasema mpangieni ile room. Na ni room nzuri. Mimi nilipofika nikasema nimeheshimiwa. Kumbe nimepewa tatizo. Mtihani. Na nimeingia hapo sina habari kabisa, nimelala vizuri. Na vituko vilianza. Shetani haheshimu cheo. Usije ukadhani kwamba ana shida na cheo cha mtu. Anaogopa authority. Akaanza vituko, laptop inasogezwa, sioni anayesogeza. Taa walianza na vituko vya kuwasha taa, nimezima, nikilala kidogo taa inawashwa. Unaweza ukakimbia hiyo nyumba. Nilipojua tu ni nguvu za giza, basi nikasema hapa nitalala usingizi. Ngoja nikwambie, mimi usiku naweza nikaogopa mkora, lakini sio mchawi. Hapana. Kwa nini? Mchawi ni spiritual warfare. It has nothing to do with me. The battle is not mine.
Why should I bother? Nalala usingizi. Nilivyojua tu ni wenyewe. Kuna baridi sana kama Nairobi ile sehemu. Nikachukua blanketi nikajifunika, wakasumbua, nikawasemesha. Nikamwambia, nyie mchague mawili katika haya. Muondoke msinisumbue nilale. Au muendelee askari nilionao wachape. Nikasikia neno moja tu. Sauti niseme ni sauti tu. Mungu ana nguvu. Hatujaonja nguvu ya huyu Mungu bado. Mungu ana nguvu. Sikia maneno kwenye kitabu chetu cha education. Wale ambao Mungu amewapatia neema ya kuwa na hizi simu janja, download application inaitwa E.G. White. Download vitabu vyote utavisoma offline. Nasoma Education chapter 30. Anasema hivi. Ninukuu tu maneno machache. Faith is needed in the smaller no less than in the greater affairs of life. In all our daily interests and occupations, the sustaining strength of God becomes real to us through an abiding trust. Nadhani kuna dadangu mmoja alikuwa ananiambia jana hapa kanisa, Pastor, mimi nakusikiliza unavyosema unamuomba Mungu mpaka ndizi ya kuchoma. It's true. Mimi Mungu namwambia chochote. Is my daddy. Traffic jam umesumbua, niongee na nani? Nina nani wa kumwambia baada ya traffic jam? Hallelujah. Anza na vitu vidogo. Na wachallenge saa nyingine, unataka uombe vitu vikubwa. Yaani unataka uombe mgonjwa apone, hujaomba kuku apone. Usikimbie huko. Pastor, tupo kwenye generation ambayo haitaki kupitia kwenye process. Asome leo, apate pesa leo, anunue gari leo. Kiroho ni hivyo. Kuna saa utajikuta umeanguka. Mtu ambaye ni matured kiroho, ukianguka hukai chini na kulia, unanyanyuka, unasonga mbele. Mtu ambaye bado kiroho yuko ni mchanga, ndiye anaanza kulia hapo, kanisani wamenikwaza, sitarudi tena kusalimia. Hilo kanisa ni la pasta. Hilo kanisa ni mzee wa kanisa. Kanisa ni la Mungu. Ninasema hivi, tutabanana hapa mpaka Yesu atoke. Hapa. Ili upate ujasiri, usiogope, lazima umjue Yesu kwanza. Tumeimba wimbo wetu sana, nataka nimjue Yesu zaidi nimfahamu Yesu. Tumeimba. Lakini haitakiwi kuimba, inatakiwa mwambie Yesu, jifunue kwangu nikuone. Ukoje? Na ile ombi ukiliomba, subiria, atajifunua tu. Na kujifunua kwake kuna saa atakuingiza kwenye mambo magumu. Wakati hofu imetanda, anatokea. Na anakuambia ni mimi. Mnakumbuka kwa wanafunzi walivyoogopa usiku, akaja. Wakaanza kusema ni pepo, akasema msiogope, ni mimi. Kuna saa anakuacha unaingia kwenye mikiki mizito. Kuna saa ataruhusu ufukuzwe kazi. Sio ukasema kwamba hayupo. Utafukuzwa kazi, hakuna naye kutetea, na utaenda kabisa, na utakaa miaka 2 huna kazi. Anataka nifanye nini? Anataka ujue ya kwamba atakutunza bila ajira. Kuna saa ulifanya ajira kuwa Mungu wako. Mungu anakuambia hapana. Mtu hawezi kuishi kwa ajira. Nimewambia watoto wa Mungu wote mnaonisikiliza, ukiambiwa chagua kumwabudu Mungu au ajira, mwabudu Mungu wa kufukuze kazi. Acha kufukuze kazi, baki na Mungu. Haleluya. Kitabu cha Matendo anasemaje? Mnisamee kidogo. Kabla ya Matendo nisome Education ukurasa 256. Paragrafu ya kwanza. Isikie tu kidogo alafu tutaenda kwenye Matendo. Sikiliza kidogo.
These things were not written merely that we might read and wonder. Hey, tuko pamoja hapo eh? Mnaisikia hiyo eh? These things were not written merely that we might read and wonder, but that the same faith which wrote in God's servants of old might work in us. Hii kitabu ni cha Wapentekoste. Hii kitabu ni cha kwetu hicho. Hawamjui Ellen White. Na mimi ni mchungaji wa wote. Wote. Wamesha download hizi application ambao sio wa Sabato. Wanafaidi. Siku moja mchungaji mwenzetu akaenda maeneo ya Mtwara huko. Wakafika pale kwenye hoteli wakalala. Akaja mmiliki wa hoteli anakagua watu waliolala, akakuta pale kuna wachungaji wa Kisabato. Akamuuliza yule, mlete mchungaji mmoja niongee naye. Akamuuliza swali moja tu, unamfahamu Pastor Mbaga? Akasema ndio. Akasema mtalala bure kwa sababu nilifuatilia mafundisho yake ndio nikaweka hii hoteli hapa. Huyo mama anasali Lutheran. Njoo kwetu. Juzi natoka Tanzania, niko na familia yangu, tumepita sehemu moja hapo Moshi. Mimi napenda restaurant za Waislamu kwa sababu ya imani yangu. Nikisema hivyo watu wanaanza kuangalia hapa. Kwa hiyo nilivyoona ile ni ya Waislamu nikaingia pale. Nakumbuka mtoto wetu mdogo Daniel, yule mwenye maswali mengi, akaona pale pameandikwa halali, akaniambia ile maana yake nini? Nikamwambia ukiona hilo neno kula. Hakuna kitu kibaya hapo. Sasa wakati tunalipa, yule anayetuuzia anasema hizi juisi zote za watoto zimelipiwa. Nikamwambia na nani? Anataja jina la Kiislamu. Nikamwambia kidogo ile bwana kaja, ni wakati ya wamiliki wa hoteli. Akanambia, mchungaji, mimi ni Muislamu, tena Muislamu. Akasema lakini nimekufuatilia sana na hakuna atakayesikiliza haya mafundisho akabaki vile vile. Kwa nini nasema haya? Na wivu na nyie. Kama umenielewa nipungie mkono. Sikia kitabu, narudia tena, mnacho. Anasema these things were not written merely that we might read and wonder. Unfortunately, we read and wonder. Wow. Hey, ndio tunaishi hapo. Lakini ukiuliza, huyu Yesu amekutendea nini? Ukisikia Petro anasimama anaongea mbele ya viongozi kwa ujasiri, anawaambia hatuwezi kuacha kuongea mambo tulioyaona. Ni kama mimi sasa hivi hapa unisikie na simama naambia Yesu atendi miujiza. Ukisikia hiyo sentensi uliza, ni Mbaga ninayemfahamu au ni mwingine? Sasa mimi Yesu amenitendea mwenyewe. Haleluya. Baba yangu mzazi ni mtu mzima na miaka 70 na kitu, kwa anaelekea kwenye 80. Wakati niko Lavington, nadhani ilikuwa ni Lavington, yes. Alipata changamoto mambo ya prostate enlargement na nini, lakini wakaona kwamba imebadilika, imekuwa saratani. Kwa hiyo wakaamua kwamba apelekwe hospitali nyingine ya tunaita KSMC Moshi kwa diagnosis ya mwisho ili waanze treatment. Kama binadamu nilijisikia vibaya, kwa sababu ni baba yangu. Mkiona mimi naongea mambo ya kusoma vitabu, yeye ndiye amenifundisha kupenda kusoma. Ukiona yote naongea hapa, nilikuta vitabu vya kutosha. Kwa nikaanza kusema hii ni nini? Oga ukaniingia. Roho Mtakatifu akanisemesha. Akaniambia wewe si unaombea wengine. Ombea mzee. Sasa unasema yule mzee amenizaa na mwekeaje mikono kichwani? Sasa niko hapo kwenye makambi wakati ule. Nimefikia hapa kwenye LMS hapa. Usiku nikaamka. Saa 9. Usingizi umekataa. Nikaomba, lakini sio maombi ya kawaida. Nilikuwa namuuliza Mungu maswali.
Nikamwambia Mungu, haiwezekani upitishe hii neema kwangu isimkute yule mzee. Kwa hiyo Mungu, mimi nimemaliza toa ya maneno, atapitia process zote, lakini nataka jambo moja tu, mwishoni kabisa, vipimo vya mwisho waseme no cancer. Kakaangu mkubwa akaenda akamchukua akampeleka hospitali, mpaka tumeshaanza na utaratibu wa kutafuta dawa za miti maana kule kwetu zipo zinatibu haya maneno. Kaanza kutafuta kabisa, tukafanya arrangement, lakini kila nikijaribu kusema nitume pesa inakataa. Ndugu yangu huko hospitali kule ananiambia tumeingia hospitali kwa vipimo, mimi huku kila dakika naingia ndani nikaomba maombi ambayo natamani kila mmoja ayajue. Sikuomba maombi ya hofu tena, niliomba maombi ya kushukuru. Kila nikipiga nasema Mungu nashukuru, vipimo naona vipimo hamna kitu. Nikitoka pale napiga tena simu, halo vipi? Anasema bado majibu. Akisema bado majibu, mimi narudi tena nasema nakushukuru, nimeona, nakushukuru. Ukishukuru usishukuru alafu ndani una mashaka. Shukuru ndani unashangilia. Nikaanza kushangilia kabisa. Kufika saa 10 ndio nampata kwenye simu tena. Vipi? Anasema majibu yametoka, wamesema mbona nao wanashangaa hiyo kitu, mbona hakuna. Haleluya. Huyo ndiye Mungu tunayeongea habari zake, na tuko naye hapa. Natamani baada ya siku 10 za maombi, tukienda kazini, tuko kwenye matatu, uko unakuwa na ujasiri wa kumwambia mtu nina habari njema kuhusu Yesu anayeokoa. Ndio sababu leo katika maombi ambayo tutafanya mwishoni, nataka tuombe kwa ajili ya familia zetu. Kwa nini? Kuna wanafamilia hawamwamini huyu Mungu tunayeongea habari zake. Mambo yalipokuwa magumu walienda kwa waganga, hawakupata suluhisho. Hata wao wasipokuja hapa, sisi tukiomba kule vitu vitatokea. Watashangaa kuna nini? Nahitaji wakishangaa kuna nini tuwaambie kuna siku tuliomba. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, ukifanya hivi mbona unakwenda kinyume na Biblia? Nikamwambia nimekosea wapi? Biblia inataka huyu mtu awe na imani ndipo yatendeke, si ndio hivyo eh? Mimi nina ushahidi wa kibibilia, kuna wakati sio hivyo. Mshike mkono jirani yako, mwambie uko sawa sawa. Ushahidi huu hapa. Mnakumbuka kuna mtu alipelekwa kwa Yesu akiwa amepooza mwili mzima, wakatoboa dari wakamshusha. Biblia inasema Yesu alipoona imani yao. Biblia haisemi imani ya mgonjwa. Mgonjwa alikuwa na imani. Kuna saa inabidi ndugu zako wabebwe na imani yako. Haleluya. Ili siku nyingine sasa hii Mungu akusaidie. Ukiona miujiza imetendeka, acha kuinua dhehebu lako, muinue Yesu. Yesu ni zaidi ya dhehebu lako, ni overall. Acha watu wamuone Yesu kwanza. Wakimwona Yesu kwanza ndipo waone hicho kitu cha pili. Haleluya. Sasa turudi kwenye matendo. Hii education utaisoma kwa muda wako, maana ni kitabu chenu, mtakisoma tu vizuri. Turudi pale kwenye matendo sasa 4:20. Anasema maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tulioyaona na kuyasikia. Tumeona huyu Yesu, si tumekaa naye. Nyie mnamsikia tu kama Yesu Masihi, ila sisi tumelala naye kitanda hiki kimoja, tumekula naye chakula. Petro, tusimulie ilikuwa kuwaje. Anaweza kuambia kuna siku upepo ulivuma, alikuwa ndani ya merikebu lakini alikuwa amelala. Kwa hiyo Yesu alikuwepo na kuna upepo. Ndio, kuna saa una Yesu lakini bado unapigwa na upepo. Kuna saa unatoa zaka lakini biashara bado inafanya nini? Mtu anasema mimi sitoi tena zaka. Kwa nini? Nimetoa sijaona matokeo. Wewe unalipishana na Mungu. Huwezi kulipishana na Mungu. Yupo lakini bado kuna upepo.
Mimi ninayeongea na wewe yalinikuta. Nikiongea hapa mengine ni marudio tu, mnayajua. Nilishawahi kuombea watu, mimi naumwa, nipo kwenye makambi Mwanza, mpaka nikagombana na Mungu siku ya Jumatano. Tumeita watu, nikamwambia Mungu, mimi kesho sitaomba maana mimi nikimaliza naenda kunywa Panado. Haiwezekani. Na hiyo siku ndio Mungu yani kama akasema nitakufundisha sasa leo. Niko mimbarani nikaanza kuhubiri, nimaliza kuhubiri kabisa. Nasikia ndani Roho wa Mungu ananisukuma, ita uombee wagonjwa. Nasema hapana. Panado imekaribia kuisha kwenye mwili huko. Naendelea, lakini Roho wa Mungu akasukuma. Sasa huwezi kwenda kinyume naye. Nikaita watu wakaja, tukaomba. Watu wakapona mmoja. Muda ulikuwa hautoshi, tukakataza watu wasitoe ushuhuda, maana kila mmoja nipe maiki, nitasema basi imetosha. Kijana mmoja akamnyang'anya yule alikuwa ameshikilia maiki, akamwambia hapana, mimi lazima niseme. Sasa mara nyingine watu wakiongea wanatakiwa uwe makini, maana hujui atasema nini. Sasa huyu aliyenyang'anya anakwenda kusema kitu gani? Akasema mimi nilikuwa na ugonjwa mbaya sana. Kuna ugonjwa fulani ambao watu ambao hawali fiber ya kutosha, kuna kanyama kanatoka. Anasema nimehangaika sana, nimeshangaa hapa sasa hivi kamepotea. Wakati mchungaji anaanza kuongea sijui hapo watu washuhudie Mungu alichowatendea, mimi nimeenda kujikagua. Wakati tunashangilia pale, mimi naondoka kwenye mimbari, wananiingiza kwenye gari niende hotelini. Yule driver alikuwa ananipeleka, sikuongea naye mpaka nafika. Hajui sababu ni nini, nilikuwa nagombana na Mungu. Hapa Mungu mimi sikuelewi. Mbona hapa mimi temperature iko juu? Nafika hotelini, ninakunywa maji ya kutosha na meza Panado, najifunika kitandani, vipindi vingine vinaendelea ili nisimame tena jioni. Mwisho kabisa nampenda huyu Mungu kwa sababu akanijibu. Mwishoni alinijibu. Akaniambia nimefanya hivi ili nikushushe kiburi. Ili ujue anayeponya ni mimi, sio wewe. Kama wewe unaponya, jiponye. Kaambia Mungu basi. Niliwaambieni nadhani ni juzi wakati ninaanza. Ellen White amesema kwamba kabla ya kufungwa mlango wa rehema, Mungu atatumia hili kanisa kuperform kuliko wakati ule. Ili na ninachohitaji ni kwamba tuwe tayari, tujiandae kiroho kupokea mvua ya masika. Na tutapataje hii mvua ya masika? Ni pale tutakapochukua zile hatua nilizosema. Ondoa tofauti, tuwe kama mtu huyu mmoja. Kubali kuomba msamaha pale ambapo umemkosea mwenzako. Ondoa ego. Roho wa Mungu hakai katika mtu ambaye ana hiyo ego, ndio imekuwa kubwa. Maana mtu anaona nikimwambia mtu nisamehe nitakuwa nimejishusha. Roho wa Mungu anataka ujishushe sasa. Tuwe sawa wote kiroho. Tuelewe Yesu ana nguvu kiasi gani, tuelewe neema ya Mungu. Petro anaposema hatutaacha, ni baada ya Petro na Yohana kumponya mgonjwa aliyekuwa pale kwenye hekalu. Si mnakumbuka hiyo story alikuwa hawezi kutembea, akamwambia kwa jina la Yesu fanya nini? Simama. Ikaleta shida kubwa, viongozi wanapiga kelele, kwa mamlaka gani imefanya hiyo? Akasema kwa jina la Yesu Kristo, ndio maana haya yametendeka. Wakatoa hotuba vizuri, kaeleweka. Masadukayo wana hasira, maana wanatangaza Yesu alifufuka, na imani yao inasema hakuna ufufuo wa wafu. Kwa kuna mgogoro mkubwa unaendelea. Mwisho anawatishia kabisa. Petro anawaambia hatutaacha. Si tuliona tena mnajidai tu. Siku hizi kuna Kiswahili wamekianzisha, wanasema unajizima data. Yani unaamua kuzima data ili usipate information. Sasa anaambia na nyie mmejizima tu data nyie, kwa sababu Lazaro simlijua alikufa akafufuka. Kuna siri moja natamani uibebe kwenye maisha yako. Sikia hii. Kabla mitume hawajasimama mbele ya ulimwengu kuzungumza kwa nguvu, walipiga magoti mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Hii ni kanuni ya kiroho isiyobadilika. Nguvu ya kusimama hadharani hupatikana tu katika kupiga magoti sirini.
Mko hapa wengine ni wafanya biashara, mmeajiriwa katika kazi. Ile kazi sio ya kwako. Shetani akiona, anajua ile kazi inapiga utawala wake. Kwa kuna saa anaataki ile kazi. Sio kwa sababu gani? Anaataki kwa sababu anahitaji ufalme wa Mungu usifanikiwe. Ukiitwa na bosi kwenda kuongea na yeye, mcha Mungu yeyote, hatuendi kuongea na bosi kabla ya kuongea na Mungu kwanza. Njoroge, unaitwa na bosi uje. Mcha Mungu sio lazima upige magoti watu wakuone. Wakati umeitwa unaenda kuongea na bosi, huku unatembea unasema, kwa jina la Yesu Kristo, maneno nitakayoongea Kristo ongea ndani yangu. Simple. Na ukiongea vizuri, bosi akikuelewa, ukitoka pale huwezi kujisifu tena, maana ni Kristo aliongea ndani. Lakini kama utasifu akili yako, ni kosa kubwa sana. Ukitoka hapo unasema, Mungu asante, asante, maana umesema. Wakati ule wa Magufuli kuna watu walijua kwamba staili yake ya uongozi ni wale wa tit for tat. Kwa hiyo kuna mtu mmoja akasingiziwa kesi, hakufanya. Watu wakamjaza rais maneno, rais akaamini, akasema, hebu jamaa mwangalie, tumtoe katika madaraka yake. Huyu bwana alikuja ofisini kwangu sikiwa analia machozi. Nikamwambia, sikiliza, alikuwa anasponsor kazi ya Mungu. Ni mtu ambaye mikutano anaweza katoa mshahara wote, amelipia wainjilisi. Anasema, akaniambia, mchungaji, haya ndio malipo Mungu ananilipa? Nikamwambia, hakuna, Mungu atakutetea. Tukafanya maombi, yakaondoka. Yeye maombi yake alikuwa ni haya: Mungu asambaratishe ile tume ya kumchunguza, isiwepo kabisa. Unajua shida yetu kwenye kuomba ni hii. Kuna saa tunataka Mungu afanye tunavyotaka sisi. Ni kosa. Yeye ana akili kuliko sisi. Tume ikatengenezwa, siku ya hearing kawekwa vizuri. Asubuhi anakwenda kwenye ile tume ili akahojiwe maswali. Nilimwambia, soma Zaburi 35. Nimeona kwenye ofisi ya pasta kitabu kizuri. Nikamwambia, pasta, kitabu ni kizuri sana. Kuna kitabu kiko hapo, namna ya kuomba kwa kupitia Zaburi. Akaenda nayo. Bwana, utete na wanaoteta nami, upigane na wanaopigana nami. Akaendelea kuisoma ile mpaka anafika. Alipofika pale, yule mtu ambaye ndo alikuwa amemsingizia, alipoulizwa na katibu mkuu wa wizara kwamba, hebu tuambie yale maneno, badala ya kuongea maneno against, akaongea for. Wakati wanachanganyikiwa, hivi ni yeye? Najisikia amani nikimleta huyu Yesu kwenu. Kwanza mjue anawapenda, na anawapenda sio kwa upendo mwingine wowote, anawapenda kwa agape. Mungu sio emotional. Shida yako ni kwamba kuna saa ukijikuta umemkosea, unasema, hivi leo atanisikia kweli? Wewe ndiye ukikosewa na mtu unanuna, usiniongeleshe. Huyo siye Mungu. Mungu alijua madudu yako utakayofanya, lakini akaruhusu uzaliwe. Mungu atusaidie sana. Wanafunzi wako hapa, nimeambiwa kwamba hili kanisa pia kuna wanafunzi wa universities wako hapa. Kabla hujafanya mtihani, piga magoti, mwambie Mungu, mapenzi yako yafanye nini? Yatimie. Na ukipokea matokeo, hata kama yamekuja ambao hukutarajia, maadamu ulifanya your part, relax. Kuna watu wana GPA nzuri lakini hawajapata ajira. Ndipo utajua ajira sio GPA, ni mkono wa Bwana. Mungu atakunyooshea na GPA yako ndogo, lakini bado ukapita. Kabla ya kusimama mbele ya watu, piga magoti mbele za Mungu kwanza. Kitu cha msingi sana hicho, kichukue. Ili kuelewa ujasiri wao wakina Petro ghafla, lazima kuna vitu vya msingi tuvijue. Petro hakuwa jasiri kwa asili.
japo tunamchukulia kama alikuwa jasiri, lakini ukitaka ujue kwamba hakuwa jasiri kwa asili yake. Unajua kuna watu ambao wakiongea mbele ya watu utaona ni wajasiri, ila tukio likitokea kuna video moja ilisambaa sana na najua kwa sababu hizi nchi za Afrika Mashariki nyie mnaingiliana zaidi sana kwa Kiswahili na Watanzania mlishaiona hiyo video. Shehe mmoja alikuwa anahutubia, risasi zikalia huko, alafu shehe anawambia, ndugu Waislamu, msiogope, hao wanafanya yao na sisi tunafanya yetu. Msikimbie. Risasi ya pili ti ilivyopigwa lile bomu la machozi, shehe na yeye akaacha microphone akakimbia. Petro kuna saa mnahisi ni jasiri, lakini sio, na ushahidi wa kutosha kwamba jamaa hakuwa jasiri, ni muoga. Ila akiwa mbele ya watu, usiniguse, mrushie ngumi ya kwanza ya pili. Petro huyo. Haya, mnamsifia Petro kwa sababu alishika upanga akamkata mtu sikio. Ujasiri gani huo? Kwani usikate shingo? Ili ilikuwa ni vitisho. Kama mbwa anayenguruma kuliko ukimsogelea huyo. Haya, kama ni jasiri, siku ile wakati Yesu anatembea juu ya maji ndio tunamsifia pale. Ni kweli tutamsifia, lakini ile ni mzee alikuwa anaonyesha tu mbele ya watoto. Sasa nikiogopa mbele ya watoto akina Yohana akina itakuwaje hapa? Maana ndio wameanza yule ni jini anakuja. Biblia yako imesema ni pepo, mzuka, kitu kama hicho, ghost, ni jini. Wakasema yukoje? Si unaona anatembea kwenye maji, kuna kiumbe kawaida anatembea juu ya maji. Sasa Petro ndiye baba yao, ndiye mzee. Akambia acheni uoga, msiogope. Anaangalia, lakini moyoni anasema kisogea karibu. Aliposogea karibu akatazama, anaona kama ni sura ya Yesu. Yesu anaambia msiogope, ni mimi. Inabidi aonyeshe ujasiri, aongee. Kama ni wewe, niamuru nije. Akaambia njoo. Ila amesha prove kwamba ni yeye. Anakuja. Soma Biblia yako vizuri. Alipokanyaga maji yalikuwa magumu. Why? Kwa sababu macho yake wakati ule yalifocus kwa Yesu. Kulikuwa na wireless connection. Ilitoka kule ikaja kwake, ikafanya maji kuwa magumu. Kwa akawa anatembea vizuri. Yesu akamwacha hatua chache. Biblia haisemi upepo ulikoma, ulifanya nini? Uliendelea. Aliposikia hapo kwenye masikio ile ametoa macho pap, wireless connection ikawa disconnected. Maji yakarudi katika nature liquid. Alipoanza kuzama, kama ni jasiri, mbona sema Bwana niokoe? Yesu akafanya nini? Alipomshika connection ikarudi. Haleluya. Maji yakawa magumu tena, kaanza kupanda juu. Sikia maneno ya Yesu. Mbona uliona shaka? Mimbarani huku tumewahubiria tukaambia Petro alikuwa na kiburi ndio maana alizama. Hajasema hivyo. Yesu hajamwambia Petro alikuwa na kiburi. Issue sio kiburi. Issue ni kwamba alichange focus. Mbona uliona shaka? Alipogeuka tu. Mbona uliona shaka? Lakini Petro alipokutana na Yesu, ujasiri ukaanza. Hata wewe hapa, baraka zako zimefichwa katika hofu yako. Siku hofu ikiondoka utaziona. Haleluya. Haleluya. Siko hapo.
Sasa ujasiri ulitoka wapi wa Petro? Moja, wanafunzi wa Yesu wote walikuwa majasiri baada ya Pentekoste. Haleluya! Baada ya Pentekoste wote unaofahamu, akina Bartolomayo, akina wote, baada ya Pentekoste. Ukimwona yule Tomaso mwenye mashaka anakwenda kuhubiri Injili, ana nguvu, ana ujasiri bila woga wowote. Alifia India. Stori yake ukisikia inashangaza. Usije ukamwiga Tomaso kila kitu, utafungwa. Alikuwa ni injinia mzuri wa kutengeneza masuala ya majengo na kuchora vizuri. Alikuwa anachora vizuri sana. Akapewa kazi na mfalme wa India, akapewa na pesa, akaenda kujenga makanisa. Mfalme akamuuliza, ile kazi niliyokupa iko wapi? Akasema, nimejenga ufalme wa Mungu. Akaambiwa kamata, akawekwa ndani. Amefungwa kwenye selo ya mfalme, amekaa muda mrefu hahubiri Injili. Siku moja anasikia kilio nje, watu wanapiga yowe, hey. Akamuuliza mlinzi, kuna nini? Akasema, mdogo wake na mfalme amekufa. Akaambia, alikuwa rafiki yangu sana, naomba uniombee ruhusa kwa mfalme nikamzike. Asema atakubali kwa sababu, yani ruhusa ya kumzika, nikishamaliza kuzika nirudisheni. Mfalme akaambiwa, akasema ni kweli, na yeye ndiye aliyeniambia habari ya Tomaso kwamba ni mzuri katika mambo ya kuchora michoro. Aje. Tomaso akaenda akaona maiti. Alipoona tu maiti, akasema, kwa jina la Yesu Kristo, inuka. Wakashangaa. Mtu amenyanyuka. Mfalme akatoa oda, akasema asirudi gerezani. Ndiyo sababu ya Tomaso kutolewa gerezani, kwa kufufua mfu. Haleluya. Dini ya Kihindu, viongozi wa dini ya Kihindu wakakasirika, maana mfalme mwenyewe akaamua kuwa Mkristo. Haleluya. Ukristo ukawa na nguvu. Mpaka leo mnao kwenda kutembelea India, mtafika mtakuta Wakristo ambao ni asili ya Tomaso wako hapo mpaka leo. Wapo. Mtaonyeshwa mpaka kaburi lake na kanisa ambalo ameanzisha. Nini kilimuua Tomaso? Viongozi wa dini ya Kihindu walipoona ya kwamba watu wengi wanageukia Ukristo, wakaanza kumuwinda kila mahali. Alikuwa na pango lake ambako alikuwa anafanya maombi. Akiwa anaomba kule, ndio wakaja wakamchoma mkuki, akafa. Mtu asiyejua mambo ya Mungu anaweza kusema Mungu amefeli. Mungu hajafeli. Kama Mungu aliweza kumtumia Tomaso kufufua mfu, kwa nini asizuie wale watu mishale isimpata? Mungu ana nguvu. Haleluya. Haleluya. Siri ya kwanza, mitume walikuwa kitu kimoja, na nimeikazia sana, tuwe kitu kimoja, tupendane. Wote tulioko hapa ni ndugu moja, wote hapa, kila mmoja unemwona ni ndugu yako. Mpende kutoka moyoni. Ukimwona amekuja na gari jipya, usiumie, shangilia pamoja naye. Kuna mwingine anasema, lakini pastor, mimi naona kama vile roho inauma. Moja ya njia ya kuua hiyo roho ni kumsifia, hata kama roho inauma. Tena ongea na roho yako, iambie uma tu, lakini nimeona amekuja na gari jipya leo, nitampongeza. Kwa sababu ni ndugu yako. Nyie wa Kenya huwa nawatolea mfano sana nikiwa Tanzania, kitu ambacho nakipenda. Sijui kama mnaendelea nacho au mmekiacha, ili niache kusema. Mimi napenda sana nikiona watu wanafanya harambee ya kumpeleka mtu shule. Hiyo ndio akili. Unafanya harambee ya kumpa mtu pesa ya kwenda kulipa mahari aoe mke. Hiyo sio akili. Kama hana uwezo wa kulipa mahari, hafai kupewa mke. Najua kanuni yetu, sijui ukasema sijui kanuni ya Wasabato, tuna discourage mahari. Lakini isome ile kanuni yetu vizuri, kaisome vizuri. Ile kanuni nasema hivi, kwa tabia hiyo watu wengine wanauza watoto wao. Hiyo ndio kosa. Usifanye biashara. Lakini kwa culture ya Kiafrika ilikuwa mahari ni kupima uwezo. Wewe unataka kuwa mtoto wangu, ndio. Umpeleke wapi? Asema nampeleka kwetu. Una chakula wewe? Ninacho. Leta ng'ombe 2.
Sina. Huo uwezo huna. Huo ndio ukweli wenyewe. Lakini kiona watu wanachangia kwa ajili ya elimu hapa, Wakenya msiache hii tabia, changieni watu wakasome. Kwa nini wengine wapendi kuchangia? Anasema akisoma akimaliza, kwani mimi nitafaidi nini? Hoja sio utafaidi nini, ni mtoto wa Mungu yule. Mimi nimekuja kusaidiwa na watu ambao sikutarajia kabisa. Nakutana nao wengine wakati mimi nachunga huko, walikuwa watoto wadogo wakorofi, watukutu, ambao hata yani kanisani hivi unaambia huyo kaa vizuri, simu yako itaondoka. Kanakuja kamefukuzwa, au kanakuja ngambia unadaiwa ngapi pasta, niambie ukweli, uliiba? Sema ni kweli. Haya, chukua hii, rudisha, usiibe tena. Mwingine nakutana naye Kariakoo, ana duka kubwa, anakuambia mchungaji, chagua viatu unavyotaka hapa, kale kapesa nilikompa kanatosha hiyo. Shida ni kwamba tunataka malipo wapi? Sasa hivi. Mungu atusaidie sana, tuondoe tofauti zetu. 2, nikimaliza tunaingia kwenye maombi. Namba 2, badiliko si kwa jitihada zako, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio, utajitahidi na kubali kabisa, jitahidi, lakini hata hiyo akili yenyewe ya kutaka kutenda jema lazima itokane na Roho wa Mungu. Si mnakumbuka kwenye Biblia Paulo amesema work out your salvation by trembling and fear, knowing that is God who is working in you to will and to do. Sasa wewe uko wapi hapo? Hakuna. Hata ukisema hapa nakuja kanisani, amepanga. Kuna vijana walikuja, sini elder nani aliwaleta, wametoka Kongo. Nani aliwaleta pale ndani? 2. Wamenitafuta miaka 5 karibia, nadhani. Siku ya Sabato wanapita hapo, wanatafuta kanisa la kwenda kusali. Driver akakosea, akawaleta hapo. Wanakuja hapo, wanakuta niko mibarani. Si ndio huyu tunamtafuta huyo? Huoni kwamba hiyo ni connection ya Mungu? Sio ya kibinadamu, ni Mungu mwenyewe. Jifunze kurelax katika mikono ya Mungu. Vaa ujasiri. Martin Luther aliongea maneno mazito ambayo niliposoma nikasema, hivi imani yangu imefikia level ya huyu jamaa? Maneno mazito sana, wakati ameambiwa akane maandishi yake. Maana aliitwa akaambiwa kuna vitu viwili tu. Akaambiwa mfalme amekaa pale, alafu popu amekaa hapo. Akaambiwa Luther, unakana maandishi uliyoyaandika? Akasema, nipeni muda nikalale, kesho nitawapa majibu. Unajua naye alikuwa muoga pia, lakini kwa Roho Mtakatifu akavaa ujasiri. Baada tu ya muda, kesho yake akawaletea majibu, na majibu yake yalikuwa ni haya. Na wakati ule mfalme ana amri, sikia maneno haya, anasema, unless I am convinced by the testimony of the scripture or by clear reason, I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. May God help me. Ndio hiyo wanasiasa wamechukua. Usiona wakienda bungeni wanaapishwa, alafu wanasema may God help. Alafu baada ya hapo inakuwa kinyume. Mkienda kwenye koti, mtu kabisa anaapa na Biblia, lakini ushuhuda wanaokwenda kutoa ni wa nini? Walitoa kwa huyu jamaa. Huyu jamaa alikuwa jasiri. Niwaulizeni swali, wana historia mlioko hapa, Martin Luther alikufa kwa kuuawa au alikufa natural death? John Huss alichoma moto, si ndio hivyo?
Jerome, niambie, ni Martin Luther. Natural. Sio kila mtu ni mfia dini. Yaani kufia dini ni spiritual gift. Kama sio ya kwako, achana nayo. Nakuta kuna watu wanajipanga kabisa. Mateso yakija, tutakuwa msituni, tuandae sehemu ya kukimbilia. Hii dunia ina GPS. Wanajua kila. Yaani ni kwamba kama sio karama yako usijipe stress. Mwingine anasema, pastor uniombe. Ngambia, nikuombe nini? Mungu akiona niko tayari na sitavumilia hayo mateso, nilale. Ngambia, huna haja ya kuomba. Kama sio karama yako, sio. Usijipe stress. Tunaingia kwenye maombi sasa. Nimeongea haya kwa sababu naongea na familia za Kiafrika. Huwezi kunikuta nikiongea haya nikiwa Uingereza, nikiwa Marekani. Haya siongei, ya mwisho haya naongea hapa kwetu. Tunatokea familia ambazo zina imani mbili. Kuna saa mnapigwa na matukio mpaka unashawishika kwenda kwa mganga. Simama kwa Yesu. Hata kama mambo hayaendi, usimwache Yesu. Ungefunguliwa macho ya kiroho ukaona malaika wakiwa wamesimama wanakuangalia. Ni kama mchezaji ambaye anakimbia mbio ndefu, anakaribia kuchoka, alafu kuna mashabiki kutoka nchi yake wanamwambia, kazana, songa mbele. Macho yakifunguliwa utaona malaika akikwambia, usije ukakubali kupiga magoti kwa shetani, baraka zako ziko mbele. Walikuambia utapata mtoto mpaka uende kwenye mizimu. Simama hapo hapo. Ni bora uingie kwenye kaburi bila mtoto kuliko kumpigia magoti shetani. Simama imara. Kule kazini watakwambia fanya mambo ya ajabu. Simama na Yesu. Mimi niliona kwa macho yangu mtu ambaye nilimhubiri, hajamaliza hata miezi 6, akapata ugonjwa ambao ana nguvu zinaisha, mwili unaisha kabisa. Alisimama imara. Tulienda kumuona pale alipolala, ni kama blanketi limekusanywa tu hivi. Lakini akasema, hata kama nikufa niko tayari. Siwezi kupigia magoti mizimu. Leo natamani tuombee familia zetu. Sijui umetoka familia gani, lakini Mungu aiguse familia. Sijui umepitia magumu kiasi gani, Mungu anakwenda kutenda muujiza. Lile boksi la maombi liko wapi? Kama pia halipo, liko mahala fulani. Kama kuna mtu hajapeleka, apeleke haraka sasa hivi pale tunapoelekezwa, maana wazee wa kanisa na mchungaji watakwenda kufanya hiyo huduma sasa hivi hapa. Wakati wanaweka maombi yao wale, sikia haya maneno ya Ellen White. Anasema, ni kitabu cha The Acts of Apostles, ukurasa wa 42. Tukio hili linavutia sana na kujaa msisimko. Tazama watu wakija kutoka pande zote kuwasikia wanafunzi wakishuhudia ukweli kama ulivyo katika Yesu. Wanapenya wakijazana hekaluni. Makuhani na watawala wapo hapo. Uso wao umejaa chuki mbaya, bado umekunjamana. Mioyo yao bado imejaa chuki ya huduma dhidi ya Kristo. Walitarajia kuwakuta mitume wakiwa wamejawa hofu na kunywea chini ya mkono mzito wa ukandamizaji wa mauaji, lakini wanawakuta wakiwa wameinuliwa juu ya hofu zote, wamejaa Roho Mtakatifu, wakitangaza kwa nguvu uungu wa Yesu wa Nazareti. Wanawasikia wakitangaza kwa ujasiri kwamba yule ambaye hivi karibuni alidhalilishwa ndiye mkuu wa uzima. Haleluya! Dunia ilikuja na uso wa kunjamana ikitarajia kuwatisha kwa mamlaka yao, lakini mitume walikuwa na uso wa kung'aa.
Giza la chuki haliwezi kuzima nguvu, mwanga wa Roho Mtakatifu. Wakati adui anatarajia upondeke na kulia kwa sababu ya vitisho vya kikazi au jamii, Mungu anakuwezesha kusimama na kuimba. Haleluya! Mungu anakuwezesha kusimama na kuimba. Naomba tusimame. Nitakuandama kote nitakapoagizwa, wewe ukiniongoza, nami nitaandama, namu linifia kwa neema yako, napenda kuwa. Tunaingia kwenye maombi sasa. Ile box linaweza kuja sasa. Wachungaji na wazee wa kanisa walioko hapa, tutaomba ombi maalum pia kwa ajili ya mtu ambaye yuko Jamaika anatufuatilia. Mungu atamgusa pale alipo. Tumepata ujumbe wako, tunakuombea. Kiweka hapo, hiyo itakuwa vizuri. Tutatumia muda mfupi sana, muda mfupi lakini wenye matokeo. Kesho ni Jumanne. Ni wangapi kati yetu hapa ni wafanya biashara? Nyosha mkono. Unafanya biashara? Okay. Kesho tutaombea biashara zenu, na katika kuombea biashara zenu, sijui biashara gani unafanya. Unaweza, nimesema unaweza, sio lazima. Unaweza ukaja na kitu chochote ambacho ndio biashara yako unafanya, unakuja nacho kama ishara tu. Tunaomba, tukimaliza unarudisha kule. Kama hutaweza pia njoo, ile ni ishara tu. Ukiweza wewe njoo nacho. Kesho tumwambie Mungu kuhusu biashara zetu. Haleluya. Lakini jana nilisema kuna watu wanasukumwa kutoa sadaka. Ili kanisa lina huduma nzuri ambayo nimeipenda ya Msamaria Mwema. Ujenzi wa kanisa unaendelea. Wazee wa kanisa na mchungaji wataamua hiyo sadaka itaenda kwenye kitu gani. Lakini umekuja hapo nasema nasikia leo kumwabudu Mungu kwa matoleo ya sadaka. Nyosha mkono ili uweze kuhudumiwa pia kama upo. Asante. Asante sana. Sijui kama tuna chombo kipo. Asante. Naomba walioko ni mashemasi au nani waweze kukizungusha chombo hicho. Tufanye hivi ili turahisisha. Njoni hapa. Wale wote wenye sadaka, njoo mbele utoe sadaka yako. Wakati piano inaendelea kupiga, tembea, leta sadaka yako. Tumekubali kuwapa mamlaka wazee na mchungaji, wataamua hiyo sadaka itaenda wapi. Si tumetoa, kama wataamua inaenda kwenye majengo, sawa. Kama wataamua kwamba itaenda kwenye Msamaria Mwema, sawa. Na mimi kuna ndugu yangu kule nchini Marekani pia naye alituma sadaka yake, nitaikabidhi kwa viongozi, na alisema anaungana nasi katika maombi haya. Asante. Kuna namba ya M-Pesa pia. Kuna namba ya M-Pesa ipo. Sasa hebu siwisome bwana. Namba ya M-Pesa ni 788-530. 788-530. Account unaandika 10 days of prayers. Siku 10 ya maombi. Yes.
Nisome kwa Kizungu. Hii Kiswahili namfahamu vizuri. So, if you are giving by M-Pesa, the number of the pay bill is 788530 and the account is 10 days of prayer. Is that okay now? Thank you. Asante sana. Tunaingia kwenye maombi sasa. Wazee wa kanisa na mchungaji waweke mikono hapo juu, alafu ninajua watu ni wengi. Nilikuwa nimetamani kuita watu waje mbele, lakini kwa wingi wa watu haitawezekana, maana watu ni wengi sana. Lakini niseme tu kwamba kama unaweza ukapiga hatua 3 kuja mbele, sogea. Hatua 3 kuja mbele, sogea. Hii kitendo cha wazee wa kanisa na mchungaji kuwa hapo sio cha kawaida. Kuna ishara nyingine, lakini zina nguvu kiroho. Hawa Mungu amewatia mafuta kwa ajili ya huduma kama hizi. Chochote ulichoandika wakiweka mikono hapo, amini imekuwa. Fumba macho yako wakati piano ikiendelea kupigwa. Nitakupa maelekezo ya namna ya kuomba. Katika muda huu, wakati umefumba macho yako, tazama kile kitu ambacho kinasumbua familia yenu, ukitaje kwenye akili yako, kitaje kwa jina. Taja kwa jina, mtu yeyote asisikie, ni wewe peke yako. Ile tatizo ambalo nasema hili limesumbua familia, inaweza kuwa ni ulevi wa pombe. Watu wengi ni walevi. Inaweza kuwa ni divorce. Inaweza kuwa hata ni magonjwa yanafuata familia tu hiyo ya kwenu. Yataje kwa majina yake. Alafu ukishayataja, kama una kumbukumbu ya baadhi ya ndugu zako wanaoteseka, wataje kwenye akili. Mwambie Yesu, nakukabidhi hawa. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kwenye kitabu cha Mind, Character and Personality, nafikiri ni book 1, Ellen White anasema kuhusu haya mambo, magonjwa ya kurithi, tabia mbaya za kurithi. Anasema Mungu anatupatia malaika maalum wa kutusaidia kupingana nazo. Muombe Mungu akutumie yule malaika akusaidie kupingana na hiyo tabia, kupingana na hayo magonjwa. Magonjwa mengine yanakuja kwa sababu tabia zetu zinavunja kanuni za afya. Muombe Mungu akupe elimu ya kuishi kulingana na kanuni za afya. Ombea ndugu zako, ombea watoto wenu. Sio lazima wawe watoto waliozaliwa tumboni mwako tu. Watoto wa ndugu zako ni watoto wako. Waombee, wabebe leo mbele za Mungu. Intercede for them. Unayefuatilia online, jiunge nasi katika maombi haya. Baba, tunakushukuru kwa kusikia maombi. Watumishi wako, wachungaji, wazee wa kanisa wako hapa. Uliwaita ukawabebesha katika mabega yao mzigo wa kanisa. Sasa wanaomba katika mioyo yao, wakiombea kilichoandikwa. Hakuna muujiza katika karatasi, ila kuna muujiza katika jina la Yesu. Hakuna muujiza kwa mikono yao, ila mikono yao ina nguvu pale unapoishika wewe. Sasa wanapoweka mikono hiyo juu ya boksi hilo, nguvu yako inayoona moyo wa kila aliyeandika ikamguse sasa. Kila mmoja ameleta familia. Kuna tabia zimeonekana hazifai.
Wewe ulituumba ili tutende matendo mema. Hivi vingine vimekuja ni mipango ya shetani tu. Wakati mwingine ametumia mambo yetu, mienendo yetu, mielekeo ya kurithi ili kutuletea magonjwa. Tufundishe kuishi kwa kanuni za afya. Baba, ninakuomba yeyote aliyesimama leo kwa niaba ya familia yake, tenda muujiza. Sio ili mtu yeyote atukuzwe, ni ili wale wanafamilia wajue kuna Mungu katika Israeli. Ninakusihi mfalme wa amani, unapowabariki watoto wako leo, bariki wanaofuatilia kwa njia ya television. Ninaombi rasmi kwa ajili ya wazee wa kanisa, kwa ajili ya wachungaji, kwa ajili ya mashemasi. Wanapoomba kwa ajili ya wengine, watendee miujiza kule nyumbani kwao. Watendee miujiza kwa sababu umewaita. Baba, ninakusihi hili kanisa hapa la Parkland ambao tumefanya maombi hapa leo, jengo lao liishi, wakasali katika jengo lao. Huu mwaka wabariki watu hapa ndani, waletee na wengine walioko mbali, walete pesa hapa. Jengo hili likiisha, tutakuinua wewe. Jaza mifuko yao kwa ajili ya kazi yako. Sio hapa tu, kuna makanisa mengine pia wana changamoto ya ujenzi. Tetea jina lako. Tusamehe ikiwa kuna mahali tulitamka tukakosea. Neema yako ikafunike sasa. Asante, maana waliotoa sadaka hawakutoa kama kukuhonga, wameleta ili kukuabudu. Wanapokuabudu, kutana nao, kutana na familia zao. Ninakutukuza, unakwenda kutenda kuliko tulivyotamka. Ujasiri wote huu ni kwa sababu yako Yesu. Neema yako inatosha. Waliokuja na magonjwa wakapokea uponyaji. Asante, maana imekuwa kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mungu awabariki.